i'lam, jua ndugu yangu katika imani, anna almu'mina as-sadiqa, hakika yule mu'mini ambaye ni wa kweli, haluhu ba'da ramadhana, hali yake baada ya mwezi wa Ramadhan, kahalihi athnaa Ramadhan, inatakiwa iwe ni kama hali yake ilivyokuwa ndani ya Ramadhan. Muumini wa kweli, Muislamu wa kweli, inatakiwa hali yake baada ya Ramadhani kukamilika iwe ni kama hali aliyokuwa nayo katika Ramadhani. Yajtahidu fil istimrari fi taa, ajitahidi katika kuendelea kufanya ibada, wal mudawamati ala al khairat, na kudumu katika kufanya mambo ya kheri mbalimbali, wa tilawati al Qur'an, na kuisoma Qur'an, liannahu, kwa sababu ya muumini huyo, lam yakun ya'budu ramadhana, hakuwa akimwabudu Mola wa Ramadhan, ama alikuwa haabudu Ramadhan, bal kana ya'budu rabba Ramadhan, bali alikuwa akimwabudu Mola mlezi wa Ramadhan. Wa rabbu Ramadhan, na huyu Mola mlezi wa Ramadhan, huwa rabbu shuhuri kulliha, ndiye Mola mlezi wa miezi yote iliyosalia kinyume na Ramadhan. Kama ulikuwa unamwabudu Mola mlezi wa Ramadhani, ndiyo huyo Mola mlezi wa Ramadhani anapatikana kwenye miezi mingine, ndiye aliyeumba hiyo miezi mingine. Unatakiwa uendelee kufanya nini? Kufanya ibada. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema, aliyetukuka kwenye kitabu chake, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka ikujie habari ya kifo. Muislamu na ibada hakuna kitenganishi. Labda mwanamke ikiwa yuko kwenye hedhi, yuko kwenye damu ya uzazi, sheria inambana, hatakiwi kusali na hatakiwi kufunga, ila ile funga ya faradhi. Wakati ule anafunga akatokewa na hedhi, anatakiwa baada ya kumalizika Ramadhan aje azilipe zile siku ambazo ndani yake alikuwa kwenye hedhi au damu ya uzazi. Lakini Muislamu kuacha ibada hakuna. Leo inasikitisha, mtoto wa kiume, mtoto wa kiume ana ndevu kama mbuzi au beberu. Unalikuta maskani limekaa, unaliuliza vipi, haya ala salam, tunaitwa leo tukaswali, anakwambia shehe, siko tahara, siko safi. Uko safi? Uko hedhini? Uko kwenye damu ya uzazi? Wataka kutushangaza. Mtoto wa kiume unaambiwa sala, unasema hauko safi, hauko tahara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah anatuambia wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka kifo kikujie. Ndivyo anatakiwa awe Muislamu. Kaangalia suratul Hijri aya nambari 99, wal mudawamatu ala al-amali salih, na jambo la kudumu la kufanya amali njema, min ahabbi al-a'mali ila Allah, ni miongoni mwa amali njema zinazopendeza mbele ya Allah jalla fi'ala. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, ahabbu al-a'mali ila Allah, amali inayopendeza zaidi kwa Allah jalla fi'ala, adwamuha wa in qalla, ni ile ambayo Muislamu ataidumisha, ataifanya kila siku hata kwa uchache. Ndani ya Ramadhani alikuwa ukiswali salatu tarawih, alaysa kadhalika, rakaa 8 alafu unamaliza 3, jumla zinakuwa ngapi? 11, alaysa kadhalika. Sasa kama mathalan Ramadhani alikuwa hii inakupeleka puta, ni kwa sababu ya Ramadhani ndio ikakufanya wewe uvumilie, basi angalau uwe unaswali ile witri baada salati al-isha. Ukimaliza swali ile rakaa moja tu ambayo ni witri, inna Allaha witrun yuhibbu
alwitra. Ukiswali hiyo rakaa moja, subhana al-malik al-qudus, unaisabika usiku mzima umesimama qiyamul layl. Rakaa hii moja baada salati al-isha, swali ile witri yako moja, waisabika usiku mzima umeswali qiyamul layl. Dumu na hilo jambo. Lakini leo ma'al asafi shadidi hakuna kitu kama hicho. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amali inayopendeza zaidi kwa Allah ni ile ambayo itakuwa mwanadamu anadumu nayo hata kama anaifanya kwa uchache. Rawahu al-Bukhari, imepokewa hadithi na al-Bukhari kwa nambari 6464, Muslim kaipokea kwa nambari 783. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi targhib, utaipata kwa nambari 3174.